macho, tufunge ibada yetu kwa maombi. Katika jina la Mungu Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Mwenyezi Mungu ketie patakatifu juu mbinguni, tunakuja mbele zako asubuhi ya leo tukitanguliza shukrani zetu kwako Baba, kwa wema wako naendelea kutuonekania Baba. Umetujalia na kutulinda na mengi hadi nafikia siku hii ya leo. Umetukinga na mengi Baba, katika ulimwengu huu ambao umejaa kila aina ya vikwazo, lakini umetuwezesha kwa uzima na afya njema. Hatimaye tumefika katika nyumba yako takatifu kwa ajili ya kulitukuza jina lako. Asante Mwenyezi Mungu, tuna kila sababu ya kukushukuru. Tunasema asante, tunakuomba Baba ukawe nasi tunapoenda kuanza ibada hii. Tunakumbuka pia na wenzetu ambao hawajafika, wako njiani, ukawawezesha waweze kufika, tukaunganike nao ili tukaanze pamoja nawe, tukajifunze pamoja nao neno lako takatifu. Mwenyezi Mungu, tunaomba ukatusaidie. Naweka mikononi mwako wanao wapendwa. Roho wako akatawale mahali hapa, ili tutakaojifunza yakamee ndani ya nafsi zetu, ikawe mbegu njema, ikazalishe pia. Tunajinyenyekea mbele zako Bwana wa majeshi. Tunaomba kwa haya machache ukawe nasi mwanzo hadi tutakapohitimisha, kwa jina la Kristo ambalo kuamini. Amen. Amen. Nawakaribisha katika baada ya leo itakayoongozwa na somo kutoka kitabu cha Warumi sura ya 5 mstari wa 19. Nitasoma kama ilivyoandikwa. Kwa sababu kama kwa uasi kwake mtu mmoja watu wengi waliingizwa katika hali ya wenye dhambi, kadhalika kwa kutii kwake mmoja watu wengi wameingizwa katika hali ya wenye haki. Hili ndio neno letu la leo. Tukae. Tutaikaribisha kwaya kwa wimbo mzuri. Nitarudia tena neno letu la leo ambalo linatoka kitabu cha Warumi sura ya 5 mstari wa 19. Tasoma kama ilivyoandikwa. Kama kwa kuasi kwake mtu mmoja watu wengi waliingizwa katika hali ya wenye dhambi, kadhalika kwa kutii kwake mmoja watu wengi wameingizwa katika hali ya wenye haki. Ni neno ambalo mpendwa wameona tujifunze hii leo, ambalo linazungumzia juu ya dhambi ya asili. Baada ya Mwenyezi Mungu kumuumba Adamu na kumweka katika bustani ya Edeni, kuna maagizo alimpa pale kwa ajili ya kuitunza ile bustani. Kulikuwa na aina nyingi ya miti pale yenye matunda, lakini akamjua yote ile anaweza akaitumia kasoro ya mti mmoja tu. Na Adamu akasikia hayo, akamwambia Mungu kwamba atatimiza hayo, lakini kupitia Ibilisi ikamfanya Adamu akengeuke yale maagizo ya Mwenyezi Mungu, akasahau utii wake kwa Mungu, akaasi kwa ajili ya ushawishi wa Ibilisi, ambaye alimshawishi
Hawa mke wake na kufanya naye pia aingie katika kutotii tena ile maagizo ya Mwenyezi Mungu aliyomwagiza. Hatimaye akamwasi Mwenyezi Mungu. Ikiwa baada ya hapo tunaona matamko ambayo Mwenyezi Mungu aliyatoa kwake, tayari ule ukaribu na Mungu tena haukuwepo. Ndio chanzo cha dhambi ya asili ambayo kupitia yeye na sisi pia tunahesabiwa tuko kwenye ile dhambi ya asili. Ndio maana tunapozaliwa tunazaliwa na ile dhambi ya asili hadi pale tunapokuja kubatizwa na kuwekewa mikono, ndipo tunakuwa tunazaliwa upya na kurudishwa tena kuwa karibu na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kupitia uasi wa Adamu tunaona madhara ya uasi wa Adamu au uasi au kutokutii sauti ya Mungu. Tunaona madhara yake. Ipo hivyo hata leo hii tukijiweka mbali na Mungu, hata ya maisha yetu ya kawaida tutakuwa tunaishi kwa ubatili, au chochote tutakachokuwa tunakifanya tutakuwa tunakifanya kwa ubatili, kwa sababu hatukianzishi katika ule msingi imara. Ni kama unapoijenga nyumba, hauwezi kuijenga juu tu, haitokuwa imara, kwa ajili ikija dhoruba yoyote ni rahisi sana kuidondosha. Lakini ukisha ianzishia kwenye msingi, hata huku juu itakuwa imara, hata ikumbwe na dhoruba mbalimbali haitatekeseka, kwa ajili ipo kwenye msingi imara. Kwa hiyo na sisi kwa ajili ya ile dhambi ya asili tunakuwa hata kwenye maisha yetu ni batili, kwa sababu hata vile tutakavyovifanya havitakuwa na baraka za Mwenyezi Mungu, kwa sababu tayari ile dhambi ya asili ilitutenga na Mwenyezi Mungu, imetuweka mbali na Mwenyezi Mungu kupitia kwa Adamu kutotii ile sauti ya Mwenyezi Mungu, kugeuka yale maagizo ya Mwenyezi Mungu ambayo alimwagiza pale. Lakini ukija katika huu mstari hapa anasema, huwa ya pili unasema kadhalika kwa utii kwake mmoja watu wengi wameingizwa katika hali ya wenye haki. Baada ya Adamu kumwasi Mwenyezi Mungu, kwa huruma ya Mwenyezi Mungu au ya Yesu Kristo akaja akaingia gharama ya kutukomboa kutoka kwenye ile dhambi ya asili, akajitoa maisha yake kwa ajili yetu ili tukomboke na ile dhambi ya asili, kuturudisha tena tuwe na uhusiano na Mwenyezi Mungu, au ili na sisi tuhesabiwe tena wenye haki mbele za Mwenyezi Mungu. Tunaona kupitia Kristo kwa utii wake tunapata hiyo nafasi tena, kwa ajili bila yeye tusingekuwa tena na hiyo nafasi. Akatoa maisha yake hadi umauti kwa kulipa ile deni la Adamu. Hivyo leo na sisi tunasisitizwa kwamba
Yesu Kristo tayari ameshatuonyesha njia ya kutoka kule gizani kuja kwenye nuru. Nuru kwa kufuata njia ya Kristo, kwa kuwa yeye ndiyo njia iendayo uzimani. Basi tukifuata njia, yale mafundisho yake yote, tutakuwa tumejiweka katika nafasi nzuri. Hivyo kwa kumwamini Kristo tunakuwa tumejiweka karibu na Mwenyezi Mungu, kurudisha ushirikiano wetu, ushirika tena pamoja na Mwenyezi Mungu. Hata katika yale tumuombayo atasikia na atatuongoza katika hata maisha yetu ya kawaida, kwa kile tukifanyacho. Tukimtanguliza Mwenyezi Mungu, basi kila tukifanyacho kitakuwa na baraka zake na kitamea, kitazaa matunda, iwe katika kazi, katika familia, katika masomo. Kwa kumtanguliza Mwenyezi Mungu, kwa kujitoa kwake, basi tutahesabiwa wenye haki na baraka zake zitakuwa zinaambatana nasi kwa kila kile tufanyacho, kwa sababu bila Kristo, kupitia Adamu tulirithi ile dhambi ya asili. Ni kama tunavyorithi mali au madeni katika familia zetu au katika koo zetu, ndivyo na sisi tulirithi ile dhambi ya asili. Sasa kwa kuwa tunaye ambaye amekuja kutukomboa katika ile dhambi ya asili, basi tujitoe katika kumwamini, kwa kuwa ndiyo njia iliyoandaliwa kwa ajili ya kufikia uzima wa milele. Basi tuyatoe maisha yetu kwake, tujikane, tumfuate Kristo, kwa ajili yeye ndiyo njia pekee. Bila yeye hakuna nyingine zaidi ya kumpa tena nafasi shetani kutawala maisha yetu. Hivyo basi tumtangulize Yesu Kristo kwa kila jambo. Yeye ndo atatulinda dhidi ya uovu wote wa Ibilisi, ushawishi wote ule ambao haumpendezi Mwenyezi Mungu. Yeye ndio atatulinda kupitia Roho Mtakatifu, atatuwekea ulinzi wake. Hata katika majaribu atakuwa nasi kutusaidia tuyavuke salama, ila imani yetu tu na utii wetu tukiwa tumeuelekeza kwake. Hivyo ndugu zangu wapendwa, tuyatoe maisha yetu kwa Kristo, pamoja na kwamba ulimwengu una mambo mengi na ushawishi mwingi na vitu vingi ambavyo vinaweza vikatufanya tuingie kwenye uasi tena, lakini kwa kumwamini Yesu Kristo, kama yeye alivyovumilia kuyatoa maisha yake kwa ajili yetu, na sisi tuvumilie dhoruba za hapa duniani, majaribu mbalimbali yasitukatishe au kutuvunja moyo tukamwasi, bali tuwe na imani kwamba yupo na sisi kwa kila hatua, kwa kila lile linalotukuta. Yupo nasi, hawezi kutuacha, bali tuvumilie na kuzidi kumwomba, na atatuwezesha kuvuka salama kwa kumwonyesha imani yetu hadi pale atakaporudi tena kwa ajili ya kuchukua kanisa lake na kwa ajili ya kutufikisha katika ile nchi ya ahadi ambayo haitakuwa na changamoto yoyote, haitakuwa na matatizo yoyote, bali ni uzima wa milele. Hivyo imani yetu idumu katika kumtumikia Kristo bila kuangalia changamoto gani zinatukumba, kwa ajili hawezi kumwacha mwenye haki. Hivyo imani yetu idumu kumtumikia Kristo, idumu tuzidi kumwamini Mwenyezi Mungu, kwa ajili kwake ndio tutakuwa salama. Kwa haya machache, Bwana bariki neno lake sasa na hata milele. Amen. Amen. Tukiwa tumeongozana na watumishi mbalimbali, tutaikaribisha kwaya
nikimkaribisha mtumishi wetu Shemasi John kwa ajili ya kuchangia katika neno hili. Karibu kwa kuweza kupatia wimbo ambao unaendana na somo letu la leo. Ni jukumu letu, tunapaswa kumshukuru Mungu na kumtukuza Mungu kwa sababu kupitia Yesu Kristo mwana wa Mungu aliyekuja duniani, dhambi zetu tulipata kukombolewa. Tuliweza kukombolewa na hatimaye tukawa huru. Ndugu zangu, nikienda moja kwa moja kwa somo letu la leo ambalo linaweza kutuasa, kutukumbusha jinsi sisi tulivyoweza kuhesabiwa haki kupitia Yesu Kristo. Ndugu zangu, ukitafakari utaweza kufundua kwamba Mungu anatupenda sana. Mungu ana upendo wa dhati kwa binadamu. Ukiweza kuangalia somo letu leo kwamba dhambi iliweza kuingia kupitia kwa mwanadamu, lakini dhambi hiyo hiyo kupitia kwa mtu mmoja ambaye ni Yesu Kristo aliyekuja hapa duniani, dhambi tuliweza kupata ukombozi. Jaribu kufikiria sasa, wewe kama mwanadamu umeweza kufuga mfugo wako, labda umepanda mahindi yako ekari moja, then umekuta yule ng'ombe kayala yale mahindi yote. Kwa haraka itakuwa ni ngumu sana kuamini kwanza kama yule ng'ombe kweli amekula yale mahindi. Kwa hapo mwisho wa siku, kwa sababu unakuta mwisho wa siku mfugaji anaamua tu bora achinje, maana uwezo wa kuvumilia yale maumivu hataweza. Kwa tunaweza kuangalia Mungu aliweza kutuumba sisi wanadamu na akaamua kutuweka katika bustani nzuri, bustani ya Edeni, ambapo Adamu na Eva walikuwa hawafanyi chochote zaidi ya kula na kufurahi na kumwabudu Mungu tu. Lakini mwisho wa siku waliweza kudanganywa na kitu kidogo kutoka kwa Shetani, wakaweza kukengeuka na hatimaye wakaingia dhambini. Kwa sisi kama wanadamu, dunia ya leo tunapata somo gani kupitia kisa cha Adamu alivyoweza kuasi? Sisi inatakiwa tupate neno moja, tupate ujumbe mmoja kutoka kwenye somo letu la leo, tuweze kuwa watii. Utii ni jambo muhimu sana. Adamu na Hawa walishindwa kumtii Mungu hadi wakaenda wakashawishiwa, wakadanganyika, wakaweza kulila ile tunda, na mwisho wa siku wakaingia dhambini. Kwa utii ni kitu kikubwa sana ambacho kitasababisha uweze kuaminika, uweze kuishi pia na watu wengine. Tunaona tukienda mtaani, nimechelewa kwenye kipindi cha mwalimu wa hesabu na ilikuwa ni Jumamosi, kajitafutia muda wake akasema tuende, mimi nimechelewa. Sasa alivyoanza kuniuliza nikajifikiria, hapa lazima mimi nitapigwa sana. Nikaona nikiamua kuingia kwa namna hiyo nitapigwa. Kwa nafanyaje? Wale jitetee. Kujitetea nikamdanganya. Nimemdanganya mwalimu. Nilitumwa sehemu na mzazi, akaniamini, akasema ni kweli ameshaweza kuniamini, basi imeisha. Ameenda kwa mzazi kumuuliza. Mzazi wala hakuwa na mambo mengi, akamwambia bwana, mimi sikumtuma mahali. Ule uaminifu ile siku uliishia pale. Kila kitu kiliweza kuharibikia pale. Kwa ndugu zangu, tuweze kutambua ya kwamba utii ni jambo moja kubwa sana ambalo sisi kama watu au waumini wa kanisa jipya la kimitume tunapaswa kuwa nao.
Ukishaweza kupoteza utii, unapoteza kila kitu. Kwa ndugu zangu, tuweze kuishi katika njia zile ambazo ni njia nzuri. Maisha ya dunia, kama mwanafunzi yupo kwenye mtihani ndani, anakutana na maswali mengi, kila kitu, lakini ile maswali kukutana nayo lazima aweze kuyajibu kiufasaha. Atakavyofeli tu kujibu yale maswali, basi atafeli. Tusiwe wanafunzi ambao tunatarajia kufeli mitihani hapa duniani. Tuweze kujitia nguvu, tuweze kumwamini Yesu Kristo, kwa sababu somo leo linatufundisha kwa kumwamini Yesu Kristo yeye, basi sisi tunakuwa salama. Kwa hivyo basi, kwa sababu leo tumeweza kulisikia neno na somo letu la leo likiwa linatueleza kabisa kuhusu dhambi, jinsi ilivyoingia na namna Yesu Kristo aliweza kuja kujitolea na kutukomboa kutoka dhambini, basi tuweze kuyaishi yale yaliyo mema, tuweze kuishi katika zile njia ambazo Yesu Kristo aliweza kutuonesha, ili ile haki aliyoweza kutuletea sisi ipate kuonekana. Kwa machache, naomba Mungu aweze kubariki. Amen. Amen. Asante sana mtumishi. Nichukue nafasi hii pia kuikaribisha kwaya ni Maendeleo Njia Shemasi Onesmo. Awali ya yote tuweze kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa upendo wake kwa kuweza kutukutanisha tena katika nyumba hii takatifu, ili niweze kumshukuru mtumishi wangu kwa kuweza kunipa nafasi hii ili nami niweze kuchangia machache katika somo letu la leo. Mtume mkuu ametuchagulia hili somo ili kutukumbusha tulikotoka sisi wanadamu na tulipo na tunapotakiwa kwenda. Tunatakiwa twende tukaulisi ufalme wa mbingu. Tunawezaje kwenda huko pasipo kujua tulikotoka? Leo hii Mtume Paulo anatukumbusha kisa cha Adamu, namna alipoweza kumwasi Mungu, na anatukumbusha namna Yesu Kristo alivyoweza kutukomboa katika uhasi huo ambao Adamu aliweza kuufanya. Tunaweza tukajiuliza ama tukaona ni upendo wa namna gani Mungu ambao ametupatia sisi. Ni upendo mkubwa sana ambao ameweza kutuonyesha sisi wanadamu. Nadhani angekuwa ni mwanadamu wa kawaida kwa kitu ambacho amekifanya Adamu, sidhani kama tungekuwepo. Tunafahamu sisi tulivyokuwa wepesi wa kusambaratisha vitu. Naweza kama na kuku wako ama mbuzi wako pale nyumbani ameharibu tu kidogo, ambia sasa hawa mbuzi wanaona washanichosha, hebu ngoja tuwauze, ama Pasaka inakuja ama Christmas inakuja, basi tutasherehekea huyu mbuzi. Lakini Mungu hajafanya hivyo. Aliona kwamba Adamu amekosea, basi kizazi chake chote kimekosea, akamtuma Yesu Kristo aweze kuleta ukombozi. Ni upendo mkubwa sana kwetu ambao sisi tunatakiwa nasi tujifunze. Huu upendo tunatakiwa nasi tuuonyeshe kwa ndugu zetu. Kuna ndugu zetu hapo nje
hawajaweza kujua mambo ya ukombozi, hawajaweza kuijua imani hii. Sisi tulioweza kubahatika kujua, basi twende tukawape habari kwa upendo, lakini ili na wao waweze kusogea katika imani hii, mwisho wa siku tukaweze kulisi ufalme ule wa mbingu. Kwa haya machache, Mwenyezi Mungu abariki maneno yake. Amen. Amen. Asante mtumishi. Enzi za Adamu, Shetani alimtumia nyoka kwa ajili ya kumfanya Adamu aasi. Lakini leo hii Shetani hatumii nyoka, anatumia watu. Ndiyo maana tunapaswa tumwombe sana Mwenyezi Mungu atuinulie watu sahihi wa kuambatana nao, iwe marafiki, majirani, yaani watu sahihi wa kuambatana nao, kwa sababu Shetani pia naye anatumia watu. Unaweza ukawa na kuna grupu ya marafiki lakini ambao hawana hofu ya Mungu. Kwa kuambatana nao wale, tayari watakuelekeza njia ambazo za kuasi Mwenyezi Mungu. Ndio maana tunapaswa sana kuomba pia Mwenyezi Mungu atusaidie kutuonyesha watu sahihi wa kuambatana nao, ili na sisi tusije tukaingia kwenye uasi, kwa sababu tayari tuko tayari kumfuata Kristo ambaye tayari alikuja kutukomboa na ule uasi. Basi na sisi tumombe Mwenyezi Mungu atunyanyue watu sahihi wa kuambatana nao, ili tuzidi kudumu katika njia yake, na pia kuombea wale ambao pia hawako katika njia sahihi, waijue kweli, na pia nao pia watoke kwenye uasi, waambatane na waifuate njia ya Kristo ambaye ndiye mkombozi wetu, ili wawe salama, kwa sababu bila Kristo hakuna usalama wowote, bali kwa utii wetu kwa Kristo, kumfuata Kristo kwa utii na kwa imani yetu, basi kila kitu kitakuwa salama. Kile ambacho tutakifanya kitakuwa salama, kwa ajili Kristo kinakuwa kimezungukwa na Kristo, atakiwekea ulinzi wake. Bwana bariki neno lake sasa na hata milele. Amen. Amen. Sasa tutaingia katika kipindi cha pili, kipindi cha msamaha wa dhambi. Bwana kama alivyoelekeza kwamba mkisali salini kwa kusema hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe deni zetu kama sisi nasi tuwasamehevyo wadeni wetu, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amen. Kwa mamlaka ya mtume wangu aliyenituma, na waletea habari njema katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Dhambi zenu zimesamehewa. Amani aliyefufuka iwe nanyi nyote. Amen. Amen. Asante Mwenyezi Mungu, tunakushukuru Baba kwa upendo wako wa pekee uliyemtoa mwanao wa pekee kwa ajili ya dhambi zetu. Tunakushukuru Baba kwa msamaha wa dhambi zetu. Tunanyenyekea mbele zako, tunakuomba Mwenyezi Mungu utusaidie. Bila uwezo wa Roho Mtakatifu tutaanguka tena. Mwenyezi Mungu, tunaomba utusimamie
ili tusimrudishe Yesu Kristo msalabani tena. Tunakuomba tuzidi kudumu katika kutumania wewe na katika njia yako, ili tuendelee kulitukuza jina lako na kuishi katika yale mapenzi yanayokupendeza Mwenyezi Mungu. Nasema asante, kiomba na kuamini kwa jina la Kristo Bwana wetu. Amen. Amen. Na sasa tunasherehekea ushirika mtakatifu. Na sasa meza ya Bwana imeandaliwa. Tuombe. Katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, ninatakasa mkate na divai kwa ajili ya ushirika mtakatifu, nikiwaletea dhabihu ya kipekee na ya milele ya Yesu Kristo, kwa maana Bwana aliutwaa mkate na divai akashukuru akisema, huu ndio mwili wangu uliotolewa kwa ajili yenu. Hii ndiyo damu yangu ya agano jipya iliyomwagika kwa ajili ya ondoleo la dhambi za wengi. Kuleni, kunyweni, fanyeni hivi kwa kunikumbuka, maana kila mnapokula mkate huu na kuinywa divai hii, mnatangaza kifo cha Bwana mpaka ajapo. Amen. Amen. Kristo aliyotoa kwa ajili yako. Mwili na damu ya Yesu Kristo aliyotoa kwa ajili yako. Mwili na damu ya Yesu Kristo aliyotoa kwa ajili yako. Kila mtu ambaye amebatizwa na anayekubali Yesu Kristo kama Bwana, kifo chake, kufufuka kwake na kurudi kwake, anaalikwa. Naomba wimbo ulioandaliwa kwa ajili ya ushirika mtakatifu. Tufunge macho, tufunge ibada yetu kwa maombi. Mwenyezi Mungu mtakatifu, Baba yetu uliye juu mbinguni, twaja mbele zako tena wakati huu tukishukuru Baba kwa kutujalia kuwa nasi tangu tunaanza ibada hii takatifu hadi wakati huu tunapoihitimisha Baba. Japo hautakuwa mwisho wa mawasiliano yetu na wewe Mwenyezi Mungu, tunaomba kila wakati tutakao kuomba usikie sala zetu. Tunajikabidhi mikononi mwako Baba wakati huu tunapojiandaa kuondoka mahali hapa. Mwenyezi Mungu, linzi kuomba Mwenyezi Mungu katika nafsi yake. Mwenyezi Mungu, kwa mahitaji waliokuomba Baba ukawakumbuke, rehema zao zikawapatane nao Baba. Kakumbuke katika familia zao, katika kazi za mikono yao. Mwenyezi Mungu, tunaomba kakumbuke ambao hawajafika siku ya leo kwa sababu mbalimbali. Kuna wagonjwa, kuna wenye sababu mbalimbali. Mwenyezi Mungu, tunaomba kakumbuke wanaoumwa Baba. Mwenyezi Mungu, mkono wako wa rehema ukawafikie, ukawaponye kwa damu ya Yesu Kristo, ili wakasimame tena, ili wakaendelee kulitukuza ya neno lako Baba, wakaendelee kulisifu jina lako na kuendelea kukutumikia kadri ya maisha yao ya hapa nao katia duniani. Mwenyezi Mungu, ukakumbuke pia na kufanya. Mwenyezi Mungu,
ukawakumbuke, ukajalia ulinzi wako na baraka zako pia. Tunajikabidhi mikononi mwako wakati huu Baba, tunaomba haya machache kwa kuamini kupitia jina la Yesu Kristo Bwana mkombozi wetu. Amen. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu Baba, ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nanyi nyote. Amen.